Moja ya taarifa kubwa ambayo wakazi wa kanda ya Ziwa na Watanzania kwa ujumla wanatamani kuisikia ni kukamilika kwa ujenzi wa daraja la Magufuli kati ya Kigongo na Busisi, yaani JPM Bridge. Daraja la Magufuli linapita juu ya maji ya Ziwa Victoria, likiunganisha wilaya ya Misungwi na wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza. Lenye urefu wa kilomita 3, upana wa mita 28.45 pamoja na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.66. Daraja hilo refu kuliko yote Afrika Mashariki na Kati lina njia mbili za magari zenye upana wa mita 7 kila upande, maegesho ya dharura yenye upana wa mita 2.5 kila upande na njia ya waenda kwa miguu yenye upana wa mita 2.5 kwa kila upande. Pamoja na upekee wa daraja hilo, pia lina upenyo wa mita 120 kati ya nguzo zake kuu ili kuruhusu meli na vyombo vingine vya usafirishaji majini kupita, hivyo kuwa daraja lenye upenyo mkubwa zaidi nchini ukilinganisha na daraja la Tanzanite pamoja na lile la Kigamboni ya jijini Dar es Salaam. Sifa nyingine za daraja hilo ni kwamba lina nguzo za msingi 804, vitako vya nguzo za madaraja 65, nguzo kuu 67 pamoja na nguzo za mlalo 806. Usanifu wa daraja hilo umetumia teknolojia ya madaraja marefu, yani long span bridges, inayoitwa extra dosed bridge. Mradi wa ujenzi wa daraja la Magufuli ulianza Februari 25, 2020, ukitekelezwa na mkandarasi China Civil Engineering Construction Corporation na China Railway 15 Bureau Group Corporation kwa zaidi ya shilingi bilioni 700 zikiwa ni fedha za ndani. Desemba 28, 2020, muasisi wa daraja hilo aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Rais Magufuli akiwa njiani kuelekea nyumbani kwake Chato, alikagua maendeleo ya ujenzi wa daraja ambalo ujenzi wake ulikuwa kwenye 25%, ambapo alishare historia yake kwa Watanzania, sababu iliyopelekea kuja na wazo la ujenzi wa daraja ndani ya maji eneo hilo. Daraja hili mimi nina historia nayo. Mnataka niwaambie hapa? Siku moja niliondoka Mwanza nikaenda Busisi kwenda kuposa. Nene ndinkuilema habushishie nao. Nimefika pale kwa mzee mmoja, ni marehemu sasa hivi, anaitwa Matias Mbizo, alikuwa askari OCS pale. Nikamaliza kuposa na mahali tukapatana. Wakati wa kurudi kivuko hiki cha feri, nafikiri ilikuwa MV Geita au Sengerema, kikawa kimeharibika na kilikuwa kinaharibika kila siku. Nilikuwa na pikipiki yangu nyekundu XL 125 MSF 124 Honda. Kule pakawa na mitumbwi, na mitumbwi ile walikuwa wanavusha kwa pesa. Kwa hiyo kila mara kivuko hiki kilipokuwa kikiharibika, watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumbwi. Nikasogea pale kwenye mwaro, wananiambia ingia na pikipiki yako tutaiingiza. Nikafikiria, moyo ukakataa. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa. Mimi nikazunguka Kamanga. Nilipofika Mwanza, ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu 11. Na ndio maana nilipofanikiwa kwanza nikawa Wizara ya Ujenzi, mawazo yangu yalikuwa niokoe maisha ya watu hawa, na iwe kumbukumbu kubwa kwa watu waliokuwa wanapoteza maisha hapa. Lakini ninajua hatuwezi tukategemea kivuko ambacho ni temporary. Na wakati kivuko hiki na eneo hili ni muhimu sana. Wakati nimekuja mara ya kwanza Mwanza kuomba kura, nikasema hii ndio iwe project yangu ambayo ni lazima niimalize. Nilipozungumza kwenye kampeni kwamba nataka tujenge daraja la kuvuka la kuunganisha Kigongo na Busisi, watu hawakuamini. Wanasema haiwezekani, anaota, hizi ni kampeni tu. Gharama ya daraja hili litakuwa karibu bilioni 700.
na fedha zote zinatolewa na serikali, na hakuna hata fedha moja tuliyokopa. Hii ndiyo maana ya kusema Tanzania tunaweza na Tanzania ni tajiri. Daraja hili litakuwa refu kuliko madaraja yote yaliyoko kwenye Afrika Mashariki na ya Kati. Litakuwa na kilomita 3.2. Na ndiyo maana ninamuomba Mwenyezi Mungu, na ninyi najua mnamuomba Mwenyezi Mungu, ili siku moja hili daraja likakamilike. Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho ya hayati Rais John Magufuli mahali pema peponi. Amen. Mei 19, 2025, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa akiwa ziarani mkoani Mwanza alikagua ujenzi wa daraja hilo na kusema ujenzi umekamilika. Hivyo wananchi wajitayarishe kumpokea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Juni 19 mwaka huu, atakuja kulifungua tayari kwa matumizi. Mwezi ujao Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuja kuzindua daraja hili la kihistoria JPM Bridge yenye urefu wa kilomita 5. Natarajia wana Misungwi wote watakuwa hapa, na sisi ndio walaji nambari 1. Lakini wana Busisi kule na wao tutawakuta wako kule. Na mgeni wetu anapokuwa anaingia Mheshimiwa Rais ataanza kupokelewa na nyie. Kama tuone huko wa Tanzania namna ambavyo mmefurahi kwa daraja hili kuzinduliwa, ili sasa shughuli mbalimbali zifanyike. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega akiambatana kwenye ziara ya Waziri Mkuu alisema serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa daraja la Magufuli linalopita juu ya maji kwa kutumia fedha za ndani, ikiwa ni jambo la kihistoria, huku akiwataka wananchi kujipiga kifua kwa uthubutu huo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niutangazie umma huu wa Wanasengerema, wananchi wote wa mkoa wa Mwanza na wa Tanzania kwa ujumla wake, ya kwamba daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi limekamilika. Hebu kila mmoja ajipige kifua kwa namna ambavyo ameifanya kazi kubwa hiyo, ikiwa kama ni ishara ya kufurahi. Jipige kifua namna hii kwanza. Sema mimi Mtanzania nimeweza. Asante sana. Sasa watu waliokuwa wanasafiri mpaka masaa 2 hadi 3 watakwenda kusafiri kwa dakika 3 mpaka ikizidi dakika 5 tu. Anapita upande mmoja kuvuka upande mwingine, kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana na mtangulizi wake Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa maono na maelekezo haya, na hatimaye jambo limekuwa jambo. Waziri Ulega aliongeza kwa kusema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 700 zimetumika katika ujenzi wa daraja hilo linalounganisha mji wa Kigongo na Busisi katika Ziwa Victoria, ambalo ni la 3 kwa ukubwa duniani. Jambo la Kigongo Busisi, siku ya tarehe 19, nchi yote inapaswa kujua ya kwamba daraja lile limejengwa na sisi wenyewe wa Tanzania, na fahari yetu na raha yetu ni kujitokeza kwa wingi sana siku ile. Asena mwana basi. Na huu ndio mwonekano wa daraja la Magufuli mara baada ya kukamilika kwake, daraja la 3 kwa ukubwa duniani. Jina langu ni Khamis Abdallah na hii ni Ayo TV kutokea Mwanza.